Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya 28 ya mafungo yetu ya siku 40 ya Kwaresma, na tunakaribia kabisa kipindi cha Pasaka, na kwa hiyo tunaitwa kufanya maandalizi ya kina katika kupokea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mwandishi mmoja na mwanafalsafa anaitwa Leo Tolstoy. Huyu aliwahi kusema kwamba watu wengi sana wanataka kubadili dunia, lakini ni wachache sana wanaotaka kubadili mioyo yao ili waweze kubadili dunia. Maneno haya ndugu zangu yanatugusa kila mmoja wetu kwa kweli, hasa tunapojiandaa kuingia katika fumbo la Pasaka. Unajua, ni kweli kwamba ni rahisi sana kulalamika kuhusu dunia. Ni rahisi sana kulalamika kuhusu mwenzako, kulalamika kuhusu labda mume wako, kulalamika kuhusu mke wako. Ni rahisi sana kulalamika kuhusu jirani yako au mwanajumuiya mwenzako, ukalalamika kuhusu ndugu yako, bosi wako, kiongozi wako na kadhalika. Karibu kila mtu anaona kasoro kwa mtu mwingine. Karibu kila mtu anaona hivyo, kasoro kwa mtu mwingine. Lakini ni wachache wetu sana wakati mwingine tunathubutu kuangalia ndani yetu wenyewe na kujiangalia na kujichallenge kwenye ukweli, kwenye uwazi, tukajitazama ndani yetu kuna nini. Sasa maneno haya ya Leo Tolstoy yana uzito mkubwa sana, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapokaribia kuadhimisha fumbo kuu la mateso, la kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni maneno yanayotufanya tujiulize maswali zaidi. Tujiulize, hivi nimejaza nini? Au tunakaribia kujaza nini katika mioyo yetu? Nimeruhusu nini kwenye hekalu la moyo wangu? Nimeruhusu nini kikae kwenye hekalu la nafsi yangu? Kwa mfano, kama ni mtu hapo nimemuweka, nijiulize swali, je, ni mtu sahihi kuwepo hapo? Anafaa kuwa hapo? Yuko hapo kwa sababu gani? Umemfunga jela au yupo hapo kwa sababu gani? Kama labda ni hasira inakaa hapo, imekaa hapo muda gani? Imekaa hapo muda wote, au labda wiki kadhaa, au labda miezi kadhaa, au labda miaka kadhaa? Hivi itakaa hapo mpaka lini? Kama labda ni hofu au chuki imekaa hapo, je, inafaa kuwa hapo muda wote huo? Itakaa hapo mpaka lini? Kama ni kiburi labda nimekiweka hapo, hivi hicho kiburi kitakaa hapo mpaka lini? Hivi kuna faida yoyote kutunza kiburi kwenye moyo wako? Unafikiri kuna faida yoyote? Unapata faida gani? Unapata faida gani? Sasa watu wengi sana wakati mwingine ndugu zangu, au wakati mwingine tunakuwa kama wale watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na kubadilisha fedha kwenye hekalu la Yerusalemu, kama tunavyosoma kwenye Injili ya Yohana ile sura ya 2 mstari wa 13 mpaka wa 32. Tunaacha kelele za ulimwengu, tunaacha tamaa za vitu visivyo vya lazima wala vya muhimu. Tunaacha dhambi fulani kujaza nafasi kwenye mioyo yetu ambayo kwa kweli ilipaswa kuwa maalum kujazwa na Mungu peke yake. Na Mungu peke yake. Sasa katika kipindi hiki, tukiwa kwenye kipindi hiki cha Kwaresma, tunapokaribia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu zangu, tunaitwa tujiulize na kujiandaa. Tujiandae huku tukijiuliza maswali haya. Je, mioyo yetu bado ni mahali pa ibada? Je, mioyo yetu imekuwa soko au pango la wafanya biashara? Kwa sababu Yesu alikuta watu wanafanya biashara hekaluni, akaanza kuwatoa, akatengeneza kikoto cha kamba, akaanza kuwaondoa kule. Tujiulize, je, mimi binafsi moyo wangu umejaa nini? Je, hekalu la moyo wangu limejaa utukufu wa Mungu? Au hekalu la moyo wangu limejaa kelele, limejaa uchafu, limejaa mambo yasiyompendeza Mungu? Ninapokaribia kipindi cha Pasaka hiki, je, nimejaza nini? Kwenye hiyo Injili ya Yohana, hiyo sura ya 2 mstari wa 13 mpaka wa 32, kama nilivyosema, tunamuona Yesu akiingia hekaluni. Anakuta hekalu limejaa wauzaji wa ng'ombe, wa kondoo, wengine wanauza njiwa, wengine wanabadili fedha, wengine wanauza mayai, wengine wanauza mboga. Kulikuwa ni kelele.
Na Yesu alikwenda pale kwa ajili ya kusali. Alitegemea atakuta watu wanasali, alitegemea atakuta watu wanaabudu, kuna ibada zinaendelea, lakini anakuta watu wanafanya biashara hekaluni. Hekalu lilikuwa ni sehemu takatifu sana, na Yesu alichukua mijeledi akaanza kutandika na kuwafukuza wote. Ndugu zangu, tukio hili ni la kushangaza, lakini linaonyesha hasira, tena ningesema hasira takatifu ya Yesu kwa jambo lisilofaa. Hekalu lilikusudiwa kuwa ni nyumba kwa ajili ya sala. Sasa hivi likageuzwa na watu kuwa soko, kuwa pango la biashara, na watu wanafanya biashara. Sasa swali tunalopaswa kujiuliza ni hili: je, mioyo yetu sasa ambayo ni hekalu la Mungu imejaa nini wakati huu wa Kwaresma? Mioyo yetu imejaa nini? Je, maisha yetu yamejaa kelele nyingi kama soko? Je, kuna kelele gani ndani yetu? Je, kuna kelele za uchu wa mali ndani yetu? Je, kuna kelele za uzinzi ndani yetu? Kuna kelele za hasira ndani yetu? Kuna kelele za majivuno ndani yetu? Je, kuna kelele za chuki ndani yetu? Je, kuna kelele za uongo ndani yetu? Sasa hali hii, ndugu zangu, inafanya kuwa vigumu sana kusikia sauti ya Mungu ndani yetu. Unajua, Mtakatifu Agustino anazungumza, anasema kwamba moyo wa mwanadamu hata siku moja hautatulia hadi utulie kwa Mungu. Hivyo basi, ndugu zangu, tunaitwa tuondoe kelele zinazotuzuia kumpokea Kristo. Tuondoe kelele hizo. Na wakati huu wa Kwaresma sasa ni mwaliko wa kufanya toba ya kweli. Toba ambayo, ndugu zangu, si tu ya midomo, lakini ni toba inayotoka moyoni. Kama vile Yesu alivyoondoa na kufukuza wafanyabiashara wa ng'ombe na kondoo, tunaitwa na sisi pia, ndugu zangu, kufukuza wanyama. Kuna wanyama wa dhambi walio labda ndani ya mioyo yetu. Tujiulize, kuna wanyama gani ndani yetu ili ambao tunapaswa kuwafukuza? Mfano mzuri sana ni wa Mtakatifu Francisco wa Assisi. Mtakatifu Francisco, yeye alipotambua kuwa maisha yake yalikuwa mbali na Mungu, akatambua kuna wanyama wamejaa ndani yake. Mtakatifu Francisco aliamua kugeuka, akaacha mali, akaacha heshima, akaacha starehe za dunia ili tu amfuate Yesu katika ufukara na katika unyenyekevu mkubwa. Kwa hiyo tukumbuke, ndugu zangu, kwamba Mungu hafurahii hekalu lililochafuka hata siku moja. Hekalu la mwili wetu linahitaji utakaso wa ndani, utakaso wa kina, ili tuweze kuadhimisha mafumbo haya mazito kabisa ya wokovu wetu. Mtakatifu Teresa wa Avila ana namna anasema kwamba sala au maombi ni kuingia ndani kabisa ya chumba cha moyo wako ambapo Mungu anakungojea. Ni kuingia ndani ya chumba cha moyo wako ambapo unamkuta Mungu anakungojea hapo. Sasa swali ni, je, moyo wako uko safi kiasi gani? Je, moyo wako uko safi vya kutosha kuweza kumpokea Mungu katika chumba chake hicho? Kwa hiyo leo tujiulize, ndugu zangu, tunapojiandaa kusherekea sherehe ya Pasaka siku chache zijazo, tujiulize, je, nini kiko ndani ya hekalu la moyo wangu kinachopaswa kufukuzwa? Ni kitu gani kiko ndani yangu ambacho kwa kweli napaswa kukifukuza? Je, ni hasira iko ndani yangu ambayo napaswa kuifukuza? Je, ni ulevi? Je, ni uchoyo? Je, ni nini kiko ndani yangu ambacho napaswa kukifukuza? Fukuza hayo yote, fukuza yote. Na Yesu anatualika leo ili tuweze kupata uhuru wa ndani na kuandaa mazingira ya kumpokea katika fumbo hili la Pasaka, kipindi hiki cha Pasaka. Kwa hiyo acha mabadiliko yaanze leo. Amua leo, fanya mabadiliko ya kweli. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Kama ni mara yako ya kwanza, ndugu zangu, unatazama video hizi za Amka Ule, ninakualika kama hujawahi kusubscribe, usubscribe kwa kubonyeza hilo neno subscribe na hiyo alama ya kengele, ili kila ninapotuma mafundisho haya uweze kupata notification kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Lakini pia nitafurahi kama utakuwa wa kwanza kushare ujumbe huu kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili sote tuweze kujiweka tayari kwa ajili ya kuadhimisha sherehe hizi kubwa kabisa tukiwa safi na tumejipanga vizuri. Yesu awatunze.